Francis Ontomwa alivyokuwa anatueleza hapo awali, wakati wa purukushani hiyo ni kwamba jumla ya watu 5 walijeruhiwa, ikiwa ni pamoja na afisa wa usalama. Na kama jinsi katibu wa huduma za afya Oluga Ouma alikuwa ameeleza hapo awali kwamba serikali, wizara ya afya pamoja na kaunti ya Nairobi ilikuwa imetoa jumla ya ambulensi 36 ambazo zilikuwa tayari ili kuhudumia jambo lolote la dharura ambalo lingejitokeza, ikizingatiwa idadi kubwa ya waombolezaji ambao walikuwa wamejitokeza barabarani pamoja na kuelekea katika makafani yali majengo ya bunge pamoja na uwanja wa Kasarani. Ndiposa mikakati kama hiyo ikawekwa ili kushughulikia jambo lolote la dharura. Kwa hivi sasa naelekezwa kwamba Francis Ontomwa yuko tayari kwa njia ya simu. Usukani ni wako Ontomwa. Shukran sana mwenzangu Agnes, na ikiwa unanipata vyema, tuko moja kwa moja hapa katika uwanja huu wa Kasarani, na tunapozungumza hivi sasa ni kuwa hali ni tete. Hali si hali kwa sababu muda mfupi uliopita mwili wa mtu umeondolewa hapa mbele ya macho ya watu katika uwanja wa Kasarani na maafisa wa polisi, kusema kuwa kuna mtu mmoja ambaye tumeshuhudia amefariki katika mtafaruko ambao umefuatia hapa katika kiwanja hiki cha Kasarani. Tunavyozungumza hivi sasa ni kuwa waziri wa usalama Kipchumba Murkomen yuko katikati ya uwanja hapa akijaribu kuwatuliza waombolezaji ambao wako na ghadhabu kweli kweli. Tunavyozungumza hivi sasa ameweza kuongea na wakuu wa usalama hapo, amejaribu kuongea na waombolezaji, lakini hali ya taharuki bado inazidi kushuhudiwa eneo hili. Na maswali magumu ni kwa sababu ya kifo hiki ambacho kimeshuhudiwa hapa. Kumekuwa na mwili ambao umekuwa kizingiro na maafisa wa NYS kwa muda wa takriban dakika 20 hivi wakijaribu kuzunguka ili watu wasiweze kuuona, lakini baadaye mbele ya umati huu wote gari la polisi lilikuja na kuweza kuchukua mwili huo na limeondoka kwa kasi sana, na hii imeleta mtafaruku kidogo. Na tunapozungumza hivi sasa uwanja wa Kasarani umejaa harufu na moshi wa vitoa machozi ambao umetanda hapa. Watu wako waandamanaji na samahani waombolezaji wameweza kuuliza maswali magumu hapa. Tunashuhudia wakiwazomea baadhi ya viongozi ambao wako katika eneo speciali la wageni wakuu hapa. Kwa hivyo kufikia sasa kuna hali ya sintofahamu, hatujui haswa ni nini ambacho kitafuatia hapa. Bado kuna matumaini kwa waandamanaji, kwa waombolezaji hawa, kuwa kutakuwa na nafasi ya kuweza kutizama mwili wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, lakini vile vile kuna wasiwasi kidogo kuwa hili huenda lisifanyike kutokana na kuwa muda unazidi kuyoyoma. Muda unayoyoma na tunaweza kuona kuwa huenda giza ikaanza kuingia sasa kutoka muda mfupi kutoka saa hii, na hii huenda ikawa ni swala sasa la kiusalama kufanya kuwa hili lisifanyike. Lakini tunavyozungumza hali ndio hiyo Agnes, na tunazidi kungoja kujua haswa ni mkondo upi wa masuala ama ni mkondo upi ambao utafuatia. Asante sana Ontomwa, lakini kabla hujaondoka, awali uliteleza kwamba kuna jumla ya watu 5 ambao walikuwa wamejeruhiwa, miongoni mwao afisa mmoja wa polisi. Je, huenda huyu ambaye ameaga dunia ni mmoja wa hao 5 ama hiki ni kisa tofauti? La hasha, ambaye alifariki alikuwa kando na hesabu ambayo nilikuwa nimekupatia hapo awali ya watu 5. Na labda hata kuweza kukupatia taarifa ambayo ni hivi punde ni kuwa nimekuwa nikizungumza na mwanahabari mwenzangu Chris Tairo ambaye tuko naye hapa katika uwanja huu wa Kasarani. Alikuwa akifuatilia masuala kutoka upande mwingine na mimi nikiwa upande mwingine, na anachonieleza ni kuwa yeye vile vile aliweza kuhesabu takriban watu 10 ambao walijeruhiwa wakiwa na majeraha ya viwango tofauti. Kuna wale ambao wamejeruhiwa sana waweze kuona mwili wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kwa amani na waweze kuondoka viwanjani hapa, lakini kile ambacho tunashuhudia ni tofauti kabisa ya kile ambacho tulikuwa tukitarajia. Tumeweza kuona maafa na vile vile tumeweza kuona majeruhi, na kufikia hivi sasa sioni ikiwa tutaendelea na mchakato ambao ulikuwa ukipaniwa kuwa tutafuatilia, kwa sababu hali imepita mipaka na kidogo sasa tunaona ni
kidogo muda mfupi kutoka hivi sasa tunatarajia kuwa huenda maafisa wa usalama sasa wakaanza mkondo upya wa kuweza kuondoa watu katika uwanja huu na kila mtu aweze kuelekea nyumbani. Kwa hivyo hiyo ndio hali ilivyo hivi sasa. Kwa hivyo kuna tafaruku, kuna watu hawajui mwelekeo ni upi ambao utaweza kuchukuliwa kutoka hivi sasa. Asanti sana mwenzangu Francis Ontomwa, mkiwa pale mkishirikiana na kikosi kizima. Pia Chris Tairo yuko katika eneo hilo pia wakifuatilia, na tafadhali naomba pia mzingatie usalama wenu. Kando pia na kufuata taarifa, mzingatie usalama wenu. Kwa kweli Francis Ontomwa pamoja na kikosi kizima, na kumtasari tu kama jinsi Francis Ontomwa ambaye yuko Kasarani amekuwa akifuatilia matukio jinsi wanavyoendelea kujiri katika eneo hilo, ni kwamba hadi kufikia sasa ambacho amekishuhudia na jinsi hali ilivyo kwa sasa ni kwamba mtu mmoja, muombolezaji mmoja ambaye bado hawajadadisi iwapo ni wa jinsia ya kiume ama ni jinsia ya kike na ni wa umri upi, ima ni kijana ama ni mzee, ameweza kupoteza maisha yake wakati wa purukushani hizo katika uwanja wa Kasarani, na mwili wake umeondolewa na gari la polisi muda mfupi uliopita. Waombolezaji kadhaa wameshuhudia kisa hicho ambacho kimeendelea kupandisha joto la hasira katika uwanja wa Kasarani miongoni mwa waombolezaji ambao wamefika katika eneo hilo wakiwa na matumaini na matamanio makubwa ya kutazama mwili wa marehemu Raila Odinga. Lakini kulingana na jinsi Ontomwa anatueleza ni kwamba kwa hivi sasa bado hakujatolewa mpangilio ama mwelekeo kamili wa iwapo utaratibu huo utaendelea ama mambo yatachukua mkondo tofauti, ikizingatiwa kwamba hadi kufikia sasa matukio yameenda kinyume kabisa na matarajio na mwelekeo ambao ulikuwa umetolewa na kamati ya andalizi ya mazishi ya Raila Odinga pamoja na kamati ya kitaifa ya usalama. Maafisa wa usalama wamefika katika uwanja wa Kasarani wakiongozwa na waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen kujaribu kutathmini hali ilivyo katika eneo hilo pamoja na kutuliza idadi kubwa ya waombolezaji ambao wamefika kwa maelfu katika eneo hilo. Kufikia sasa, mtazamaji, umati huo umeweza kutawanywa na maafisa wa polisi, lakini hawajaenda mbali tu, wako kando ya uwanja wa Kasarani. Na kama jinsi Chris Tairo na Francis Ontomwa kile ambacho wamekishuhudia hadi kufikia sasa ni kwamba mtu mmoja ameaga dunia, na wanaendelea kufuatilia na kupata maelezo zaidi kuhusiana na kisa hicho, na zaidi ya watu 8 wamejeruhiwa, baadhi wakiwa na majeruhi mabaya na wengine wakiwa na majeruhi madogo, na kwa hivi sasa utaratibu unaendelea kuwekwa ili waweze kupata huduma za matibabu na ili kuhakikisha kwamba hali inadhibitiwa. Idadi ya polisi na maafisa wa usalama wakiwa kwa hivi sasa wanaendelea kuelekea katika uwanja wa Kasarani ili kudhibiti hali, ikizingatiwa kwa hivi sasa ni mwendo wa saa 10:32. Utaratibu na zoezi na shughuli zote za kuanza kutazama mwili wa Raila Odinga bado hazijaanza. Sasa ni mwelekeo tunasubiri kuona iwapo serikali itatoa mwelekeo tofauti, na bado kule Bondo tunasubiri kwamba seneta na ambaye kwa hivi sasa ndiye kaimu wa chama cha ODM Oburu Odinga akiwa anatarajiwa kuzungumza na waandishi wa habari ambao wamefika nyumbani kwake Raila Odinga kule Bondo County ya Siaya. Mambo ni mengi mtazamaji, na matukio yanaendelea kujitokeza kadri muda unavyoendelea kusonga. Na hapo studioni siko peke yangu, ninao wachanganuzi ambao tutakuwa tunachanganua matukio mengi ambayo kwa kweli yamejitokeza hivi leo, ikiwa ni kinyume kabisa na matarajio na mwelekeo ambao ulikuwa umetolewa pamoja na utaratibu. Je, watakuwa wanatueleza iwapo hali hii ingedhibitiwa ama ni mambo yalichukuliwa kwa urahisi lakini hali kawa ni tofauti? Ninaye nitanzia kule John Nene ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana John Nene.
Niko pia naye Absalom Odhiambo, ni mwakilishi wa eneo wadi la Korogocho. Karibu sana. Asante sana. Pamoja na Abel Oyeyo, ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Karibuni sana. Asante. Kuna mengi ambayo tutazungumza hadi takapotimia mwendo wa saa 12 au hata labda tutazidi kusalia hapa kulingana na jinsi matukio yanavyoendelea kujiri, kwa sababu yanaenda mbio kinyume na matarajio. Mwanzo kabisa, kile ambacho tunakishuhudia hadi kufikia sasa sio cha kuridhisha, kinyume kabisa na yale ambayo tulikuwa tunatarajia. Una yapi ya kusema, Abel? Asante sana. Kwanza ni ujumbe wangu wa rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki nchi mzima na bara la Afrika na the globe. Sababu Raila alikuwa a global citizen. Tumempoteza mwananchi ambaye ni wa kipekee. Itachukua muda mrefu sana ndio tupate Mkenya mwingine ambaye atafit kwa viatu za Raila. Kwa hivyo pole sana kwa familia, pole kwa nchi yetu, tumempoteza mpiganiaji wa demokrasia. Jambo la pili ni kwamba ni kama serikali haikuwa inatarajia yale ambayo tunayashuhudia sasa, lakini ni makosa kwa sababu Raila alikuwa mtu wa kipekee. Kwa hivyo wangetarajia kwamba umati mkubwa sana ungetaka kuona mwili wake. Kwa hivyo wangejipanga vizuri kwa njia ya usalama kuhakikisha kwamba yale ambayo tunashuhudia katika uwanja wa Kasarani hayafanyiki. Kwa hivyo ningependa kidogo kuwakosoa watu wetu wa serikali kwa kuonyesha ulegevu ambao haufai wakati kama huu. Wanaongeza ile shida ambayo Wakenya wako nayo. Mambo ya huzuni, uchungu mwingi, na sasa tunashuhudia mtu anakufa ambaye alikuwa amejipeleka Kasarani kujaribu kufanya nini? Kutazama mwili wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Kwa hivyo kwa upande wa usalama kidogo tumefanya makosa. Kwa hivyo maombi yangu ni kwamba serikali idhibiti situation, mambo yapange kwa njia ambayo inafaa, Wakenya wapate nafasi ya kuomboleza kiongozi wetu Raila Odinga kwa njia ambayo inafaa. Na alikuwa mpenda amani, demokrasia na mambo kama. Kwa hivyo tungependa kuona mambo ambayo yanafanywa shagalabagala bila mpangilio. Kama ni security kwa ya kutosha, Wakenya waongeleshwe kwa njia ambayo inafaa, mambo yafanywe. Huu mwili ungepelekwa pale mapema, Wakenya wapangwe njia ambayo inafaa. Unaingia unatazama mwili ukitoka, hatungeshuhudia hii confusion ambayo tunaona. Tumeambiwa kwamba kuna mwili umeokotwa kutoka katika uwanja wa Kasarani. Kwa hivyo tena tumepata nini? Maafa mengine ambayo yangeshuhudiwa. Kwa hivyo ni makosa kwa upande wa serikali. Kwa hivyo ningependa kama kuna uwezo hayo maneno yasitishwe saa hizi kwenda mbele.